gani ambayo wanaitegemea kutoka kwa TRA United na Young Africans. Mchezo unaochezwa katika dimba la Sheikh Amri Abeid Arusha. Kama ilivyo ada, Djigui Diarra na staili yake kuingia uwanjani kuweka mkono mmoja juu. Nyasi za uwanja wa Sheikh Amri Abeid, TRA United wakiwa wametoka kwenye ushindi wa michezo miwili mfululizo ya ligi kuu ya NBC na ushindi wa 1-0 ambao wameupata kwenye kombe la shirikisho la CRDB wa bao 1-0 dhidi ya Rhino Rangers. Kikosi cha Young Africans takiona hapo baadaye, lakini hiki ni cha TRA United ambacho kina badiliko moja tu kutoka kile ambacho kilishinda katika mchezo uliopita. Manahodha wawili wote wakiwa ni walinzi wa kati, Nasri Kombo kwa upande wa TRA na mlinzi wa kati na nahodha kwa upande wa Young Africans Bakari Nondo Mwamnyeto. Kikosi cha Pedro Gonçalves kikianza na mabadiliko ya wachezaji kadhaa kutokana na sababu mbalimbali ikiwemo majeraha. Kocha Etienne Ndairagije, kocha Pedro Gonçalves ametoka kuvuna alama moja dhidi ya Azam FC, yatajibiwa baada ya kipenga cha mwisho cha Nasr Mwinchui, lakini hiki ni kipenga ambacho kinaashiria kuanza kwa dakika 45 za kipindi cha kwanza. Mechi kati ya TRA United watoza kodi dhidi ya wananchi. Bendera cha line 2 kilinyanyuka kumkatalia Ami Mapaka. Hizi ni picha za marejeo ambazo zinaweza zikakupa wewe sasa yale majibu sahihi dhidi au sambamba na kile alichokiamua line 2. Alipambana Joseph Akanwa naho na akalalama kwamba pengine ameucheza kwa mkono. Mohamed Damaro Kamara inawekwa pasi moja nzuri sana ndani huku, sasa inalazimishwa crossing, unakwenda nje na kuwa ni goal kick. Duke Abuya kwa Shehani Ibrahim mbele ya winga wa TRA Ramadhan Chobwedo. Walioshinda vita ni TRA. Unawekwa mpira moja mrefu huku akitafutwa Mapaka, ametoka na kucheza kama mchezaji wa ndani. Atafanya nini? Shanda wekwa cross ndani huko na kwenda nje, mpira umetua kwenye kichwa, kati mashabiki wa TRA wakiendelea kusisitiza tu pembeni huku. Umefika kwa Israel Mwenda, anaichonganisha cross ndani huko, wanaondosha TRA. Anaunyunyiza mpira lakini unakataliwa. Ameweka mpira mzuri ndani huku lakini ni offside. Ananaswa tena Mapaka katika mtego wa kuotea na kibendera cha Mary Mwakitalima kutoka Mbeya. Nyie. Kibendera kiko juu kikiashiria Pacome Zouzoua. Anaiweka cross ndani huku lakini anaicheza kwa kichwa na kuitoa nje. Maxi ameudaka. Mohamed Hussein yuko chini akilalama kupata maumivu makali. Ramadhani Chobwedo akionyesha uungwana kumtaka radhi na kumwaminisha kwamba chochote. Ibrahim Maxi Nzengeli, umiliki bado ni wa Young Africans. Anapenyezewa Pacome lakini mpira haujapenya kwa John Lazarus, anaondoka nao Ramadhani Chobwedo. Sasa Ramadhani Salum Chobwedo kutengwa kuelekezwa katika lango la TRA. Alicheza foul Shehani Ibrahim, ikawa na advantage. Mwamuzi Nasr Mwinchui akasema mpira uendelee, bado tenga kumtafuta Israel Mwenda. Mpira ulipita na yeye akapita, hakuna kilichoguswa kati ya mpira na yeye. Dakika ya 40 hakuna goli. Mohamed Hussein anawekwa ndani huku, haijakuwa ya 100%. Angalia kitu ambacho anakifanya Ramadhani Chobwedo hapa. Alihukumiwa kumchezea foul Mohamed Damaro Kamara, lakini huyu ni Shamu Karabwe ambaye alionyesha kujiamini mbele ya Emmanuel Mwanengo, akamwambia nenda kama kuzuri, wakati ambao pia Damaro Kamara alisema ninavyovifanya nami navyo. Anaucheza Pedro Pacome, mpira mrefu unagongwa kichwa ndani huku, akili unaondosha, bado hajaondoka. Sasa
Anapita Pacome, anajeza ndani huku, umegongwa kichwa kwa Isra Mwenda. Shekhani anaukosa. Duke Abuya, jaribio lake linakwenda nje. Duke Oge Abuya, yeye ndio wa mwisho baada ya kazi aliyoifanya Pacome Zouzoua, ikaondosha, ikawa ni partial clearance kutoka kwa Nasri Kombo. Isra Mwenda akaweka hatarini, Shekhani akaukosa. Duke Oge Abuya. Imekuwa hivyo migumu kwa dakika 45 za kipindi cha kwanza. Milango ya TRA na Young Africans imegoma kufunguka. Bado hawajaliona lile ambalo wamelifuata katika uwanja wa Sheikh Amri Abeid, licha ya Young Africans kufunga magoli 31 msimu huu. Amepita Maxi Nzengeli, ameutaka na amepewa. Shekhani Ibrahim ametoka mlinda mlango Jean Noel na naudaka. Amonome alipita Maxi Nzengeli, Duke Abuya akapewa pasi, akamrejeshea tena Maxi Nzengeli, wakaondosha kimakosa TRA. Shekhani Ibrahim akaugonga kichwa, lakini alitoka Jean Noel Amonome. Alitikisa na akataka kuondoka Pacome Zouzoua. John Lazarus Zimbwe, Mohamed Hussein Zimbwe Junior, goal kick. Bado umiliki ni wa Young Africans. Duke Abuya anaweka cross na inajaa. Mwamuzi anasema safari hii Kibendera ni zamu ya kuwaumiza Young Africans. Kibendera cha line 2 Mary Mwakitalima kimenyanyuka, kikiashiria kwamba Emmanuel Mwanengo alikuwa katika mtego wa kuotea. Alitega mtego Bakari Nondo Mwamnyeto na mtego ukamnasa Ami Mapaka, akahukumiwa kucheza foul. Anaipenyeza pasi ile kupitia kwa Ramadhani Chobwedo. Ramadhani Chobwedo anakwenda chini, mwamuzi anasema ni free kick. Valentine Noma, jaribio lake linakwenda nje, ni goal kick. Anaondoka Duke Abuya, sasa anaipiga cutback, lakini anakataa Nasri Kombo. Kwa mpira Chobwedo, Ramadhani Salum Chobwedo. Chobwedo anaingia, Shekhani anamparamia na kumwangusha chini. Valentine Noma, mgongo wa kichwa unakwenda nje na inakuwa ni goal kick. Kisha kwa Maxi Nzengeli, anaweka cross ndani huku, inachezwa kwa kichwa na kuondoshwa na nahodha na mlinzi wa kati Nasri Kombo. Ameitenga pasi kwa Yao Kosa, anaweka cross Mwanengo, lakini hesabu za kichwa chake hazijafanikiwa kukwamisha mpira nyavuni kama alivyofanya katika mpira ambao baadaye alihukumiwa kwamba ameotea. Joseph akandwa naho, mpira wake unakwenda nje na kuwa ni goal kick. Zimbwe aliweka cross, Nasri Kombo akahakikisha kwamba ule mpira haupiti. Hii ni kona ya pili tu ya mchezo, dakika ya 67. Inawekwa kona ndani huku, bado Damaro anauchinja ndani, Okelo hatari, bado haijaondoka. Chobwedo, Mohamed Hussein ameweka kwa Pacome. Pedo Pacome Zouzoua anaweka cross, akataa Mzamiru Yasin. Mlinda mlango Jean Noel katika harakati za kuwania mpira, Emmanuel Mwanengo akamvaa, piga pasi ndefu kumtafuta Ramadhani Chobwedo, ametoka Djigui Diarra, tena pasi kwa Mohamed Hussein. Ni mashabiki wa Young Africans wakiwa bado wanavuta subra na dhidi ya timu kama Young Africans kuliko kukosa kabisa tena katika uwanja wa nyumbani. Unaangalia huo mkono ambao ulifika kwenye uso wa John Lazarus, ilikuwa ni kupoteza wakati. Foul, Mzamiru Yasin, he is on yellow card. Ana kadi ya njano Mzamiru Yasin.
hapa akaenda kukita clutch kumchezea visivyo Mohamed Hussein. Kadi ya pili ya njano kwa Mzamiru Yasin Said, na TRA watacheza pungufu kwa dakika zilizosalia. Maxi Nzengeli anaweka mpira mzuri ndani, huku unachezwa kwa mikono miwili. Mudathiri kwa Yao Kwasi anaikata. Omar Yusuf anachelewa, lakini licha ya kuchelewa Mudathiri Yahya anaopiga nje. Chobwedo akionyeshwa kadi ya njano kwa kumchezea visivyo nahodha wa zamani wa Simba. Ni njano ya pili kwa Ramadhani Chobwedo. Max anaweka ndani huko, Amonome anaukamata kwa mikono miwili, mithili ambayo imechovya katika pipa la ulimbo. Lazarus John anaekewa Ramadhani Chobwedo, anapambana mbele ya Asink, lakini Asink anahakikisha kwamba ule mpira hautoki katika himaya yake. Mwamuzi anasema ni kona. Ramadhani Chobwedo anawaambia shangilieni watoza kodi, mnakaribia kuipata alama muhimu kabisa katika uwanja wa nyumbani. Frank Asink aliuacha ule mpira ukaenda nje akiamini kwamba itakuwa ni goal kick, lakini Ramadhani Chobwedo anasababisha kona nyingine. Djigui Diarra screen protector kwa kutoa mpira nje kwa mikono yake. Valentino anaweka ndani huku, unakataliwa. Ni kama wamejikatalia wenyewe hivi. Wanaondoka wao sasa wananchi. Mwanengo na boli amewekewa Buba Jame, anakataa Nasri Kombo Mkumiru, lakini bado umiliki wa Young Africans. Yeye ataupata Mudathiri Yahya? Jibu ni hapana. Amepita Mbeya City na amepita Namungo. Wanaondosha ni partial clearance, bado ni hatari, lakini anaondosha Nasri Kombo, mwandamizi mwingine kwenye kikosi cha TRA. Miscued anaondoka nao sasa. Mapaka wanapambana TRA, nafasi inakataliwa na Djigui Diarra screen protector. Yani kama somu inaanza kuwa kali, somu ya 29 jioni kabisa kunaanza kuchangamka. Diarra ametoka, mwamuzi anasema ni offside. Ami Mapaka akienda chini baada ya kukumbwa na Djigui Diarra. Amonome anaucheza mbele, zile sita za kuhesabu zimemalizika, bado sita za kucheza. Anaondoka nao, lakini anadhibitiwa. Mgagana upwa hali wali mkavu, wamegagana upwa TRA United na wamebakisha alama moja katika uwanja wa Sheikh Amri Abeid. Young Africans wanapata suluhu ya pili mfululizo baada ya suluhu dhidi ya Azam FC katika dimba la Benjamin Mkapa. Wanapata suluhu nyingine katika uwanja wa Sheikh Amri Abeid Arusha. Mashabiki wa TRA na wale ambao wanaitakia mema TRA ndio wanaoshangilia suluhu hii kwa sasa. Viongozi kila mmoja akiwa na tabasamu, lakini wengine likiwa kosa usoni. Engineer Hersi Said, timu yake ikipoteza alama 2 katika uwanja wa ugenini, akiendelea kuserebuka, na viongozi wa TRA mkoa na taifa wakiendelea kufurahia. Si haba, unaweza ukasema haikuwa rahisi, ilikuwa ngumu, lakini walijua jinsi gani ya kukipata ambacho kipo katika nafasi ngumu ya kukipata. Pedro Gonçalves akishuhudia Young Africans ikiendelea kupata clean sheet na kutopoteza mchezo, lakini inapata sare ya 4 msimu huu katika ligi kuu ya NBC. Wafanye nini zaidi ya walichokifanya? Mimi ni Alwatan Ramadhan Ngoda, full time katika dimba la Sheikh Amri Abeid Arusha.